Sasa umetolewa kwa umma kuacha kukaa kimya wanapodhulumiwa, hasa dhulma za kijinsia ambazo mara nyingi hutekelezwa na jamii wa karibu au marafiki. Inadaiwa kuwa waathiriwa wengi hukwepa kutafuta haki kwa sababu ya aibu na badala yake huchagua kuteseka kimya kimya. Mwanahabari wetu Wanji Sostin na mkusanyiko wa taarifa za mashinani. Akizungumza mjini Mombasa katika ukumbi wa Tononoka, Seneta Maalum Miraji Abdullahi akiwa ameandamana na viongozi wengine wa eneo hilo amesema kuwa mafundisho ya kitamaduni ya kidini yamechangia pakubwa kuficha visa hivi, hali ambayo imesababisha kuongezeka kwa ukatili hasa dhidi ya wanawake na watoto. Tuachaneni na mila potofu na desturi ambazo haziwezi kutusongeza mbele kama jamii. Mtu akienda kwa BNB andika, chukua kipande, kama hana kipande rudisha yeye. Hayo mambo ya watoto Facebook, hayo mambo ya watoto kwenye Instagram, hayo watoto kwenye WhatsApp kupata wachumba. Jamani kina mama, tunaambia pia situjue mtandao. Ni afueni kwa wakazi wa kijiji cha Namutoholo katika wadi ya Namwela kwenye eneo bunge la Sirisia, kaunti ya Bungoma, baada ya mamia ya vijana na kina mama kupata ajira. Juhudi hizo zimefanikishwa na mbunge wa eneo hilo John Waluke katika mradi wa ujenzi wa shule ambaye imefadhiliwa na wadhamini kutoka nchini Marekani. Tunataka hata kama ni architect ama nani ama contractor anatoka Sirisia. Hata kama watakuwa wengi sana, vijana namba fulani ifanye wiki moja, isimamishwe tena. Mbunge wa Imenti Kaskazini Rahimu Daud ametoa wito kwa katibu wa idara ya vyama vya ushirika Susan Mangeni akamatwe kufuatia ripoti kwamba serikali inafikiria kufuta deni la shilingi bilioni 6 zilizotolewa kupitia hazina ya Hasla. Daudi ambaye pia ni naibu mwenyekiti wa kamati maalum ya bunge kuhusu masuala ya fedha anadai kuwa fedha hizo hazikutumiwa vibaya na wakopaji binafsi, bali huenda zilisimamiwa vibaya ndani ya serikali. Nataka rais na watu wake, naibu wa rais, wafuatilie hiyo maneno. Mimi ninashaka kwamba hizo simu wanasema watu wale wamechukua na hawajalipa ni ya uongo. Viongozi kaunti ya Trans Nzoia katika chama cha UDA wamejitokeza na kumtetea waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen dhidi ya shinikizo za kujiuzulu, wakiongozwa na mwakilishi wadi ya Kinyoro Andrew Kibet na Daniel Mosibei wa wadi ya Kapulamai. Viongozi hao sasa wamemtaka Cherargei kumheshimu waziri huyo, ikiwamo kumpa nafasi ya kutimiza wajibu wake. Rais hakuwa mjinga kumweka pale. Angekuwa mjinga kwa sababu mlikuwa wote maseneta, angeteua wewe. Fanya oversight role yako. Mambo ya kuingilia waziri Kipchumba Murkomen, hiyo si haki. Na ukiendelea kulumbana hivyo, hiyo ni kuleta kazi ya rais chini. Wakulima wa miwa wa Nzoia Sugar watalazimika kusubiri kwa muda kabla ya kuanza tena kuwasilisha miwa yao hadi kiwandani kwa ajili ya kusagwa, kwa mujibu wa meneja wa kiwanda hicho Kenyatta Ogeke. Mashine ambazo zilikuwa zikitumika kwa kipindi cha miaka 10 bila kufanywa matengenezo kwa sasa zinapitia ukarabati mkubwa unaoendeshwa na kampuni ya sukari ya West Kenya. It has impacted very seriously on the efficiencies because breakdowns keep on coming and a well-maintained factory just keeps running and at prescribed efficiencies. Na kwingineko, kanisa ya Katoliki katika kaunti ya Embu limetoa wito kwa maafisa wa usalama kuhifadhi viwango vya uadilifu, likionya kwamba imani ya umma inaendelea kudidimia kutokana na mienendo isiyo ya maadili ya baadhi ya maafisa wa usalama. Akizungumza wakati wa maombi ya kila mwaka kwa vikosi vya usalama katika kanisa la Our Lady of Assumption Embu mjini, Askofu Peter Kimani amesisitiza haja ya dharura kwa maafisa hao kusimama imara kwa kiapo chao. And this trust that needs work, because once it collapses, it's like a building. You either do a new one and more expensive one, and it will be very difficult for people to build that trust again. Wanji Sostin, TV47.